السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahabi ajma'in. Wabad, watukufu wapenzi wa chaneli ya Imam Muhammad Malina, leo pia nakuleteni mada inasema hii ndio dua ya kumunguza jini ya aswi katika mwili wa mwanadamu. Jini Muislamu ambaye ni aswi katika mwili wa mwanadamu, na haya tunayapata katika kitabu cha Al-Minhajul Qur'ani li'iraji sihr wal masi shaitan, kitabu cha Sheikh Usama Muhammad Al-Audhi. Ni katika mlango unasema babul harq wal qatl, babul harq wal qatl, yani mlango wa kuunguza na kuua. Katuandikia hapa Sheikh huyo kinikanukuu baadhi ya wanachuoni. Hii ni katika ukurasa wa 195, wale watu wenye kitabu hichi, ukurasa wa 195, babul qatl, babul harq wal qatl. Kaeleza namna gani unaweza kumunguza jini Muislamu ambaye ni asi. Majini asi Waislamu, wapo majini Waislamu ambao ni asi, ambao yeye amekaa kwenye mwili, na hata umsimamishie sheria za Allah, mueleze kwamba Mungu anakataki, Allah hataki mkae kwenye mwili, unamkosea Allah, unafanya dhuluma, hii ni dhuluma, bado haelewi yeye, anazikataa sheria za Allah, anakataa maamrisho ya Allah. Huyu ameruhusiwa kuunguzwa, na dua gani hata kuja kuunguzwa ndio nakuja kuwafundisha leo. Lakini Sheikh huyu kamnukuu Ibn Taymiyyah rahimahullah alayhi kwamba katika rai yake amesema la yahriqu al-jinni illa ba'da akhadha al-ahdi, la yahriqu al-jinni illa ba'da akhadha al-ahdi alayhi bi'adamu li'aud ila al-marid wa yastahabu an yakunu dhalika 3 marra, kwamba ni aunguzwe jini isipokuwa baada akhadha al-ahdi alayhi, baada ya kuwa amekeuka ahadi, yani ameikataa ahadi, amefunga naye ahadi asirudi kwa mgonjwa, yeye akaivunja ahadi. Baada ya kuwa amevunja ahadi, anasema wayastahabu an yakuna dhalika 3 marra, na inapendeza kwamba iwe amefanya hivyo mara 3. Yani umemhusia mara kwanza ameenda amerudi, umemhusia mara pili ameenda amerudi, mara 3 amerudi. Na ukimsimamishia hukumu ya Allah, sheria za Allah, Allah anasema hivi, ukimhusia katika toba, utubu, urudi kwa Allah. Hata hawa khudami sihiri pia amesema hawa mama khadimu sihiri pia amesema in kana min khudami sihiri, na akiwa ni katika wale watumishi watumishi wa wachawi, maana majini wachawi, watadhkurahu, akumbushwe bilukufi baada ya Allah, asimamishwe, akumbushwe kwamba kuna siku atasimama mbele ya Allah, wa da'atuhu, na afanywe da'wa, afanywe mawaidha, ila tauba, ya kurudi katika toba, wa tarkul maridh, na hausiwe kumwacha mgonjwa. Afaambiwa haya huyu jini, hata akiwa ni khadimu sihiri au siwe mambo haya. Lakini wale khadimu sihiri ni majini ambao wamefungwa kama dawa. Wale tulifundisha katika mada iliyopita kwamba hawa ukimhusia na aelewe itakiwa asomee dua za kumuunguza, Allah ndiye anafisha. Wewe tia nia, kama ana khairi na mgonjwa, kama ni kweli ni mwema atoke, lakini kama si mwema basi Allah mwenyewe ndiye atamunguza, Allah ndiye atamfisha, kwa sababu yeye ndio anaouisha na kufisha. Kwa hiyo unamkabidhi Allah, afu unamsomea dua za kumuunguza. Kama ni mnafiki ataungua. Wengi wamewadanganya na wamejifanya kusilimu kwamba wamekuwa Waislamu, mmewaacha kwenye mili, wagonjwa waponi, kumbe yeye alifungwa kama dawa, yeye ni shetani tu, wala hawezi kutoka. Tulieleza kwa urefu katika mada hiyo. Kwa hiyo leo nenda moja kwa moja tusome dua za kumuunguza huyu jini ambaye ni Muislamu, lakini jini asi, jini ambaye akisimamiwa sheria za Allah, akiambiwa akisomewa sheria za Allah wala hawezi kujali, hiyo ndio jini asi, jini amemwacha Allah subhanahu wa ta'ala. Sema utakavyosema, lakini haelewi, lakini ni Muislamu. Sasa huyu hao ni katika majini ambao anaweza kuwa asiwe khadimu sihir, lakini ni jini Muislamu, lakini jini asi anameishi kwenye mwili. Na wengi wako hivyo, wamejiita majina, wamefanya kuwashawishi Waislamu kusali, kuwashawishi mara asiposali wanamuumiza, mara hivi na hivi, wanamuhimiza mambo ya khairi hivi na hivi. Kumbe hawataki kukaa kwenye mwili yetu. Utakiwa kufanya ibada kwa ajili ya jini ambayo unaye kwenye mwili. Utafanya ibada ya ushirikina, utamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Jini wako ndiye atakuwa unafanya ibada
unamwacha Allah subhanahu wa ta'ala. Aya anasema almuslimu asi, yani dua ya kumuunguza muislamu ambaye ni asi. Amesema Sheikh huyu ayatul kursi, suratul buruji, azalzala, anasema ayatul adhabu li jami'i sab'a marati au yazidi, kwamba ni usome surati ayatul kursi, usome suratul buruji, usome azalzala na ayatul adhab. Aya za adhabu tulikushafundisha katika mada zilizopita, zipo fuatilia katika videos utazipata. Aya za adhabu tumefundisha, na anasema ayatul adhabi jamii 7 marati au yazid. Zote hizi zisome mara 7 au zidishe hapo wewe mwenyewe jinsi ambavyo utakavyoweza. Kwa hiyo ndugu zangu, hizi ndio zinamuunguza huyo jini asi ambaye ni Muislamu, anakwisha kabisa, wala wana lolote hawa. Nishasema jini kwenye Qur'an ni sawa na mkate na kwenye chai boflo. Yani ukiweka mkate kwenye chai, basi mkate ule unalainika mara moja. Jini kadhalika kwenye Qur'ani, lakini kwa mtu ambaye amesimama aqida sawa sawa kitauhidi, wengi hawawezi kumuunguza jini, lakini kwa sababu ya wao wenyewe walivyo pia na tabia zao, namna gani sio wa kweli, sio waadilifu, namna gani hawaamini Qur'ani, namna gani hawamwamini Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa, wana mix mambo mara huku. Ukitibiwa na watu wa hivyo utahangaika sana, wala huwezi kupona. Allah tuongoze, turudi wote katika njia iliyonyooka. Wasomaji wa ruqya wala wanachanganya pia Allah warudishe, na wale ambao wanakosea baadhi ya mambo, basi Allah awape hidayah ili tuifanye kazi kwa ufanisi. Ni jini anaungua tu, wala ana kazi yoyote. Baadaye tutakuja kufundisha dua ya kumfunga ambaye ana tabia kukimbia, hawezi kutoka. Qur'ani tu inamfunga na hawezi kutoka. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuafikishe katika haya, na msichukue hizi aya mzitumie kwa wale matabibu. Na wewe mwenyewe ambaye una jini ambaye uko kwenye mwili hataki kutoka, basi soma hizi dua. Lakini khadimu sihri, ziko dua za kumuunguza tumefundisha. Hata hizo kitiania sawa, basi Allah anaweza tu akamuunguza. Lakini ni kwa ajili hii Sheikh akaandika, ni kwa ajili ya Muislamu asi, Muislamu asi ambaye amemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Rahisi kabisa, hizi zinamuunguza kwa idhini Allah, anaungua na kuisha kabisa. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuafikishe katika haya. Msubscribe channel yetu na mshare katika magroup, pia comments zenu andikeni kwa ajili ya kututia moyo, tuone kwamba kumbe watu wengi mnaangalia na watu wengi mnafaidika, ili tuzidi kuwaletea faida ambayo Allah katupa kwa ajili yenu. Wa ma'alina ila al-balaghul mubin. Salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.